أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتخشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zangu, tukiendelea na darasa yetu ndani ya mwezi katika miezi minne mitukufu, yani mwezi tulikuwa nao ni mwezi wa Dhulqaida au Qaada, ambao tumezoea maarufu kusema ni mfungo pili. Kwa hiyo katika miezi minne mitukufu kuna mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne: Dhulqaida, Dhulhijja, Muharram na Wahid Mudhar, na mwezi mwingine umejitenga ambao ni mwezi wa Rajab. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala kila khairi ambayo tutakaifanya katika masiku haya, basi Allah aipe ujira uliokuwa kamili na ziada kama ambavyo ilivyo ni katika miezi mitukufu. Kwa hivyo utapata ziada, na kadhalika shari yake ni ziada. Kwa hivyo tahadhari Muislamu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi minne, lakini umuman msifanye dhuluma nafsi zenu katika miezi yote katika maisha yenu haya. Ishini katika ardhi yalikuwa mkimpwekesha na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, msitie nafsi zenu katika hilaki na maangamivu. Aya ilikuwa mbele yetu ni aya nambari 75, ambapo nyuma tulimalizia falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata dunya bil akhirah, na wapambane katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao yashruna alhayata dunya bil akhirah, wanauza uhai wa dunia kwa kuinunua akhera. Watu wenye sifa hii basi wapambane katika njia ya Allah tabaraka wa taala ili wapate hilo ambalo wao wanalihitaji kwa kuiuza dunia yao alfania, kuinunua akhera yao. Waman yuqatil fi sabilillahi, na yote yanapambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala, fayuqtal, akaweza kuuliwa akiwa katika medani ya vita, au yaghlib, au akashinda, fasafa nutihi ajran adhima, basi huyo utampa malipo yaliyokuwa makubwa sana. Sasa aya inayofuata ni munasaba, tukarejea kidogo na munasaba na aya nyuma. Allah anasema wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kwani nyinyi viumbe mna nini? Mmefikwa na nyinyi hampigani nyinyi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, mmefikwa na nyinyi hampambane katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Walmustadhafina min arrijali, na hampambani kwa ajili ya kunusuru wale wanyonge katika wanaume. Wannisai, na wanawake. Walwildani, kadhalika na watoto. Alladhina, ambao yaquluna, wanasema rabbana, e Mola wetu, akhrijna min hadhihi alqarya,
tutoe katika mji huu adh-dhalimi ahluha, ambapo mji huu watu wake ni wenye dhulma kubwa. Waj'al lana min ladunka waliya, na ya Rabbi tunakuomba wewe utujalie sisi, utupe sisi waliya. Waliyan, msimamizi atakayetusimamia sisi, mlinzi atakayetulinda sisi. Waj'al lana min ladunka nasira, na ya Rabbi tujalie sisi mtetezi, tukifikwa na tatizo tupate mtu wa kututetea. Tunaomba ya Rabbi tupe jaala hiyo, tuwezeshe kwenye jambo hilo. Ndugu zanguni, kipindi hicho Maka inafukuta sana kwa uonevu, dhulma, manyanyaso makubwa sana. Na kipindi hichi bado Uislamu haujapata nguvu, watu wanaishi Maka katika mazingira magumu sana. Wale wanyonge ndio wanaodhalilishwa na kuteswa. Na miongoni mwa watu ambao wamekuwa katika manyanyaso makubwa, Abdullah ibn Abbas anasema, mimi na familia yangu, mama yangu, tumekuwa miongoni mwa watu wanaodhalilishwa sana, ukiacha kina Bilal ibn Rabah na wengineo. Kwa hivyo aya hii inatuambia, kwa nini mnanyinyi hampambani katika njia ya Allah, na kwa nini hampambani kwa lengo la kuwanusuru na kuwatetea wanyonge. Yangalie neno wal mustadhafina, imekuja kwa jari majururu, wal mustadhafina ikiwa marfuu mustadhafuna, majururu mansubu wal mustadhafina, kwa imekuja mustadhafina. Hii ni majururu. Moja wanasema ni maatufu ya neno fi sabilillah, kwa nini hampambani katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Lakini neno hili mustadhafina limekuja kwa maana kwamba kuna mudhafu ameondoshwa. Kwa hiyo baada ya kuondosha mudhafu ameingia yeye kukaa hapo. Yani manake nyinyi hampambani katika njia ya Allah tabaraka wa taala, na hampambani wa litakhlis wa takhlisul mustadhafina, na hampambani kwa lengo la kuwaokoa hao wanyonge madhaifu. Kwa nini hampambani? Na miongoni mwa kazi ya dawa, malengo ya dawa ni kuondoa dhulma inayofanyika katika jamii, si kumlazimisha kila mtu lazima Muislamu, hapana, kuondoa dhulma. Sasa nani ambaye anaweza kukaa na akatetea dhulma kweli kweli isifanyike? Hakuna mwingine, lazima mtu huyo amkubali Mola mtukufu, amwamini Allah, awe na tauhidi ya kweli, asiwe na shirki. Huyo anaweza akatetea kweli wanyonge, lakini kinyume chake ataishi kwa maslahi, atasema kwa maslahi, ataacha kwa maslahi. Lakini muumini wa kweli anayemjua Mola mtukufu hawezi kufanya mambo ila kwa ajili ya Allah, kama tulivyoyaona hayo katika tawala zilizopita. Angalia alivyoishi Mtume salama na maswahaba, na alipoondoka yeye maswahaba walivyomuelewa na kumfuata. Angalia nafasi aliyochukua Siddiq Abubakar, namna alivyofanyia kazi hiyo, na akathubutu kutoa khutba, speech kali sana ya kuonesha wazi kwamba jamani, haki popote ilipo, hata kama haki hii anayo mkubwa kumuonea mnyonge, ndainyang'anya haki hiyo kwa mkubwa, nimpe mnyonge aichukue. Hata kama mnyonge yeye anafanya dhulma kwa mkubwa, basi mimi nitachukua ile haki nairejesha kwake. Kwa hivyo hakuna swala la kumfeva mtu eti kwa sababu ya maslahi yako binafsi. Abubakar Siddiq alitoa speech nzito iliyotoa dira hiyo, na aliishi kwa hilo. Atiuni ma ata'tu Allah wa rasula, nitiini nitakapomtii Allah na mtume wake. Mimi nikisipomtii Allah na mtume wake, fala ta'ata li alaykum, msintii. Kwa hiyo dini inahimiza tutetee wanyonge, tutetee wanaodhulumiwa, tutetee wanaoonewa, sambamba na kisha kwamba Allah tabaraka wa taala anaabudiwa inavyotakiwa katika ulimwengu huu. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa hali ya kuwa kuna wanyonge miongoni mwa wanaume, wanisai na wanawake, walwildani na watoto wadogo, alladhina ambao yakuluna wanasema, rabbana, e Mola wetu, akhrijna min hadhihi alqarya, tutoe sisi katika mji huu, yani Maka hiyo, adh-dhalimi ahluha, mji ambao watu wake wanadhulumu sana. Waj'al lana min ladunka waliya, ya Rabbi tunakuomba jalia tupe sisi waliya, mlinzi.
tusaidie mlinzi atakayetukuwa pamoja na sisi kutuhifadhi. Waj'al lana min ladunka nasira, na pia ya Rabbi tunaomba utupe mtetezi atakayekuwa tayari kuondosha dhara ambayo imetufika sisi katika muda tuliokuwepo. Hiyo dua imeombwa na maswahaba. Allah tabaraka wa taala anatuambia hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wakiomba. Anasema katika tafsiri, wamal mani'u lakum ayyuhal mu'minuna minal jihad fi sabilillahi li ilahi kalimatihi, ni kipi ambacho kinakuzuieni nyinyi waumini na kupambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala, li ilahi kalimatihi, kwa lengo la kuinua juu neno lake Allah liwe juu, maneno ya viumbe yawe chini, neno la Allah kalimatullahi al-ulya, neno la Mungu liwe juu bwana, wa kalimatu ladhina kafaru sufla, na neno la wale waliokufuru liwe chini. Wali istinqadhi almustadhafina min arrijal, ndio ile watansir watakhlis, na kuwaokoa wale wanyonge miongoni mwa wanaume, wanisai na wanawake, wala atfal na watoto wadogo, alladhina ambao yad'una Allah qailina, wote hao wanamuomba Allah, wanyonge katika wanaume, katika wanawake, watu wadogo, hao wanasemaje? Rabbana akhrijna min hadhihi alqarya, ya Rabbi tuondoe sisi katika mji huu, yani mji wa Maka, adh-dhalimi ahluha, mji ambao watu wake wanadhulumu sana, wanaonea sana. Wanaomba dua hiyo, ya Rabbana, Mola wetu, akhrijna min Makkah, tutoe katika mji huu wa Maka, lidhalimi ahluha, mji ambao watu wake wanadhulumu, bishirki billahi, kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal itidai ala ibadihi, na kuwafanyia dhulma na kuwaonea waja wake Allah. Waj'al lana min indika man yatawalla amrana, ya Rabbi tujalie kutoka kwa wewe yule ambaye atakayesimamia jambo letu, yatawalla amrana biriaya wal hifdhi, kwa kutulinda na kutuhifadhi. Wanasiran yadfu anna dhurra, na mtetezi ambaye atakayeondosha dhara kwetu sisi, ya Rabbi tujalie. Hawa wanyonge wakiomba hivyo kwa sababu ya idhilali ambayo imekuwa ikiwakuta na wakiwa madhalili sana katika hilo. Ndugu zangu watukufu Waislamu, dua yao baada ya maombi yao hayo, mwaka wa 8 Hijiria, ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoifumboa Makka, Fatuhu Makka ikapatikana. Na baada ya hapo sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamchagua sahaba asimamie pale, akiwa yeye yuko Madina, Makka ndo hakuna, akamchagua rasmi kwamba wewe simamia hapa, tetea haki za raia kwa ujumla, hususan hawa Waislamu walikuwa wanyonge. Kaa hapa usimamie. Hakuwaacha tu, hapana, kawekea mtu maalum. Dua imeombwa hii, na Mtume sallallahu alipopata nguvu akafanya fatu, basi pia akaweka mtu maalum ambaye atakayekuwa anafanya kazi ya kutetea na kusimamia na kuondosha dhara ya hao wasionewe. Moja katika mantiki kubwa ambayo Muislamu lazima elewe, kwa nafasi yote aliyekuwa naye, kama atakuwa na cheo, atakuwa ni mtu mwenye nafasi, halafu wanyonge wanaonewa, yeye amenyamaza kimya, anawacha waendelee kuonewa, wallahi jukumu hilo kubwa nalo mbele ya Mola. Alitambua hilo, yani Allah hamuachi, kwa sababu ndio mwenye dhamana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati, kila mmoja ni mchunga na kila mtu ataulizwa kwa nafasi ambayo Allah amemweka. Watu waonewe na wewe unaweza na una nguvu, kwa nini ushindwe kuwatetea hao na umeweka kwa ajili ya kutetea watu? Muislamu utawala wake si mtu kuonewa, awe Muislamu asi Muislamu, asinyanyaswe, asidhulumiwe. Usimuonee mtu aliyekuwa kafiri eti kwa sababu si muumini kama wewe, ukamnyanyasa, ukamuonea, ukamnyang'anya, ukampiga, ukamuua eti kwa sababu kafiri. Sababu za kuwa ziwepo. Anapiga vita katika vita sawa, lakini hana mazingira hayo, yeye ni yupo imani yake hiyo, lakini hana. Wewe ukaenda eti kwa sua tu hajaamini, ukamfanyia dhuluma, ukamtesa. Uislamu hautakili. Waislamu tuangalie Umar ibn Abdul Aziz ambaye alichukua nafasi hapa duniani kusimamia dini ya Uislamu. Wamejenga msikiti wa Uislamu,
na pana kanisa katika eneo hilo. Sasa vurugu za msikiti na kanisa haviendani. Waislamu wakaenda kulalamika kwa kiongozi Omar ibn Abdul Aziz, tunadhulumiwa, tunaonewa hapa, hawa watu wa kanisa hawa wanatukera, wana vikengele vyao mara kwa mara, sisi tunashindwa kufanya ibada kwa utulivu kwa sababu kengele zao kila wakati ngenge, asubuhi, mchana, jioni. Tusaidie hawa waondoke eneo hili tupate faragha nzuri ya kumwabudu Mola wetu mtukufu. Wanajua kwa sababu utawala wa Kiislamu, Umar ibn Aziz ndio anasimamia Uislamu na wao ndio wa nguvu. Kwa wakienda pale wanajua kwamba bila shaka sisi tutatetewa, kanisa litaondoshwa. Wallahi Umar ibn Aziz hakuchukua kauli yao akafanya maamuzi, bali aliwaita wale watu wa kanisa, akawaleta katika mahakama yake, katika mbele yake, na madai wa Waislamu wakata pale mbele yake. Swala moja tu kauliza, naomba kuuliza kwa nyinyote, nataka majibu yaliyo sahihi. Baina ya kanisa na msikiti kipi kimejengwa mwanzo? Waislamu wenyewe wakajibu, kanisa tumelikuta pale. Na wale wakasema ni sahihi, kanisa limejengwa mwanzo. Umar ibn Abdul Aziz alichowaambia, tazameni Uislamu ulivyo ndugu zanguni. Akawaambia, sasa nyinyi Waislamu, kwa kuwa hawa hawajaja kushtaki, chagueni moja katika mawili. Bakieni hapo mkistahimili hiyo kero ambayo mnaipata, au nyinyi acheni msikiti, ondokeni katengenezeni msikiti sehemu nyingine, hapo mwache, muandalie nyingine, hapo mwache hao. Mawili hayo. Bakieni na hali hiyo kwa kuwa hawajashtaki hao, au ondokeni nyinyi. Siwezi kuondoa kwa sababu wao walifika mwanzo na wakafanya hivi. Nyinyi mmeona kanisa mkajenga msikiti, kwa nini mkafanya hivyo? Naona sasa si kwa sababu hawa ni makafiri, hawako pamoja na Uislamu, afu huyu awaonee eti kwa sababu tu alikwenda kwa taratibu huo, sasa hivi dini inavyotaka, kwa si mtu kumuonea. Kwa hivyo kila mtu baba ndani nyumbani mwako akisha kwamba huwa nyongeshi, huwa dhulumu wanao, hatokee mmoja akamdhulumu mwenzake, wewe ukamsaidia zaidi ya dhulumu yule. Ukifanya hivyo unafanya kosa, utagharimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakugharimu kosa hilo. Lazima usimamie, utetee uadilifu, kila mmoja apata, asidhulumiwe mtu, asionewe mtu. Hii ndio salama yako mbele ya Mola mtukufu kwa dhamana uliopewa. Ukishindwa kuchukua majukumu haya, ukaacha watu wakaendelea kuonewa na kunyanyaswa na kudhulumiwa, kosa wewe umechukua niaba ya usimamizi. Kwa hiyo utahukumiwa wewe mwanzo kabla ya wale wanaofanya mambo hayo. Kwa hiyo akamchagua kijana mdogo kabisa, ana umri wa miaka 18, anaitwa Itad ibn Usaid. Wewe bakia hapa, simamia majukumu ya hapa, watu wasionewe, wasinyaswe, wasidhulumiwe, simamia jambo hili. Mtume akaondoka akamwacha huyu bwana. Hakadha hadha wal Islam. Anaendelea Allah kusema, alladhina amanu, wale walioamini, yuqatiluna fi sabilillah, walioamini siku zote wanapambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Walioamini wao hupigana kwa ajili ya Allah. Walladhina kafaru, ama wale waliokufuru, yuqatiluna fi sabili taghut, wao wanapambana lakini katika njia ya kutetea taghut. Ishmana taghut, kullu ma yubadu siwa Allah. Taghut, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah ni taghut. Kiabudia moto, taghut. Kiabudia mzimu, taghut. Ukiabudia sanamu utengeneza mwenyewe ni taghut. Ukiabudia nafsi yako ni taghut. Kwa hiyo wale wote ambao wanapigana kwa lengo la kutetea taghut, maslahi ya nafsi yake, nguvu aliyokuwa nayo, mali ambayo yeye ameihodhi, mamlaka alikuwa nayo, anatetea nafasi ile, ni taghut. Anatetea taghut, anatetea misingi ambayo si ya Kiislamu. Hawa wote hawa ni vipenzi wa shetani. Hawa ndio viongozi na watumishi wa shetani. Faqatilu awliya shaitan. Kwa hivyo nyote pambaneni na hawa vipenzi wa shetani, pambaneni nao. Muislamu, nasema nawe Muislamu, nikianza nafsi yangu mwenyewe, kwa nafasi ambayo Mungu amekuweka hapa duniani, usiposimamia kwa uadilifu jukumu lako wewe, nafsi yako, jamii iliyokuzunguka, ukaacha watu wanyanyasika, wanaonewa, wanadhulumiwa, dini ya Mungu inadhulumiwa, na wewe una nafasi, unaweza kusema lolote, ukanyamaza kimya kwa lengo la kulinda nafasi yako,
heshima yako endelee kuwepo, heshima yako sio dini chochote. Shekhe, mtihani mkubwa sana. Wewe ni miongoni mwa wafuasi wa shetani, si mfuasi wa Allah kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inna kaida shaitan kana dhaifa. Mkae mkijua hakika vitimbi vya shetani havijachakuwa ni dhaifu kabisa, ni dhaifu. Hapa kidogo nataka nitanabaishe. Mara nyingi watu husema Allah anasema inna kaida kunna adhim wa inna kaida shaitan kana dhaifa. Ni wanawake vitimbi vyenu ni vikubwa, lakini shetani ni dhaifu. Kwa hiyo wanakombea kwamba mwanamke ana vitimbi kuliko shetani. Hili ni kosa. Umefanya kiasi sehemu ambayo sio sahihi. Hapa ambapo Allah aliposema inna kaida shaitani kana dhaifa, ni baina ya kaidi shetani na Allah tabaraka wa taala. Shetani kwa Allah yeye ni dhaifu kwa sababu yeye kaumbwa hana uwezo wote. Kwa hiyo wewe ukikompea shetani na wanawake wakati hapana, hii imelinganishwa na nguvu ya Allah na shetani. Bila shaka nguvu ya shetani, yeyote yule awe mfuasi wa shetani au kinyume chake, bado nguvu yake, mbinu zake ni dhaifu tu. Kwa hiyo ni makosa makubwa kusema inna kaida shaitan kana dhaifa na nyinyi kaida kuna adhim, vikubwa, manake nyinyi mmemzidi shetani. Hili ni kosa kubwa, sio sahihi. Bali inna kaida kuna adhim ni kompea baina ya vitimbi vya mwanamke na mwanamume. Kwa hiyo ukikompea hapo, kweli vya mwanamke ni vikubwa tofauti na mwanamume, ni sahihi. Hapo ndio panapotakiwa uende hapo, lakini usije wa huku. Ukiweka baina mwanamume na mwanamke, basi mwanamke iko juu zaidi, lakini si mwanamke na shetani, hapana. Bado mwanamke hawezi kumzidi shetani, kwa sababu shetani ndio mwalimu, ndio gaida, ndio kiongozi mkuu, ndio mshawishi mkubwa. Ingawa hana mamlaka ya kukulazimisha na kukuforce lazima iwe sifeni ya Allah, yeye ana ushawishi. Na mbona kama atakataa, ma kana li alaykum min sultani, mimi sikuwa na mamlaka na nyinyi. Nyinyi nimekuiteni fasajadtum li, nimekulinganieni nikakushawishi mkaniitikia. Fala talumuni walumu anfusakum, mimi sina mamlaka. Kweli hana nguvu hiyo, yeye ni mshawishi tu mkubwa basi. Kwa hivyo shetani ushawishi wake ni mkubwa zaidi, kwa sababu ndio mwalimu. Mwanamke anakuwa ni mwanafunzi wa shetani, hawezi kuwa juu ya shetani. Kwa hivyo tusikompee baina vitu vile ambavyo ni tofauti. Anasema almu'minuna as-sadiquna, waumini waliokuwa wa kweli, yuqatiluna fi sabilillahi, kawaida yao hawa wanapambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala, li'ila'i kalimatihi, kwa madhumuni ya kuinua neno lake tukufu Allah liwe juu. Wal kafiruna, ama wale makafiri, yuqatiluna fi sabili aliyatihim, wao wanapambana kwa lengo la kutetea waungu wao, wale watengeneza masanamu yao, wanatetea hayo. Taban, ndugu zangu katika imani, sanamu lilowekwa pale ambalo yeye analiabudia ndani ya Al-Kaaba, wameka masanamu tofauti yakiwa pale, wao wakiamini kwamba haula yukaribuna ila Allah zulfa, sisi hawa si kwamba labda ndo tunaona ndo kila kitu, wanatukurubisha kwa Allah, tusogee. Kwa hivyo na wewe leo Muislamu usiseme mimi sijatengeneza sanamu. Kuna vitu unaamini na umeaminishwa na unaviheshimu kweli kweli, hauko tayari kuvikiuka, kwa maana ya kwamba ukikiuka wewe hali yako itakuwa ni hatari, hutofanikiwa, lazima ufanye. Leo Muislamu anayafanya hayo, upo wewe unaabudia taghuti, na kama ujirekebisha ukafa na mazingira hayo, ni hatari, ni hatari, ni hatari kubwa. Kuna maandishi unaweka, unaamini haya ndio kila kitu, huo ndio msingi wa maisha yangu, siwezi kukiuka, na unatetea na uko tayari kuapa kwayo, utatetea. Na yako mengine ambayo wewe unayaamini katika maisha yako kupitia mizimu yako,
mila desturi, hawezi kuziacha hizo mila desturi zako. Ukiacha utadhurika, kwa lazima utekeleze. Kuna watu bwana, kila mwaka wana eneo lao, kiambo chao, lazima urudi hapo, wakachinje, wapeleke wanyama hapo, wale hapo. Bila hivyo wanasema hautaweza kufanikiwa. Waislamu wanafanya, wanasali sala 5, wanafunga, lakini wana viambo vyao, lazima wapeleke. Atengeze chano apeleke pale, au akachinje eneo lile, waende shamba fulani ambao ni eneo lao ile, watakaa kitako wale nyama fanini, lakini lazima mambo yao wafanye. Unayafanyayo kuelekeza nani? Mila desturi za wazazi wetu. Tukisifanya haya mambo tunapata tabu. Watu waachia urithi wazazi, tunayafanya haya mambo. Sheikh, anta ta'budu at-taghut. Wewe unaabudu taghut, na kama utakufa na hali hiyo shekhe, unakufa katika mazingira magumu mbele ya Mola mtukufu. Hatari hiyo. Faqatilu awana shaitan. Kwa hivyo pambaneni kabisa na hawa wasaidizi na watetezi wa shaitani. Fa innakum in qataltumuhum, kwani yakanyinyi iwapo mtapambana nao, ghalabtumuhum, mtawashinda. Qatilu awana, faqatilu awana shaitan, pambaneni na watetezi wa shaitan. Fa innakum in qataltumuhum, kwani yakanyinyi iwapo mtapambana nao hao, ghalabtumuhum, mtawashinda. Limadha taghlibuna, kwani mtawashinda? Lianna tadbira shaitani kana dhaifa, kwani vitimbi mipango ya shetani ni imekuwa ni dhaifu. La yadhurru almutawakkilina ala Allah ta'ala, vitimbi vyake hivyo havimdhuru yule ambaye anayemtegemea Allah tabaraka wa taala, havimdhuru. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah pekee waumini wamtegemee, Allah pekee wamtegemee wenye kumtegemea. Wale tu ambao hawamtegemei Mola mtukufu, wana vingine wanavyotegemea kinyume na Allah, shetani ataweza. Ikiwa wanamtegemea Allah kweli kweli, basi hawezi. Ndio maana vitu vyake ni dhaifu, nguvu yake ni wewe kujiacha, haupo karibu na Mola. Ndugu yangu katika imani, na kuna sika mwanavyo nafsi yangu, na kuomba tena sana, kama unataraji na unatamani dunia yako imalize salama mbele ya Mola wako, hii dunia darul ikhtibari, ni jumba la mitihani. Tunatainiwa sana, hatuachwi. Na hivi for the time being tulizokuwa nazo, muda huu tulikuwa nao, nguvu ya shetani imekuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo wasaidizi, mipango iliyo duniani, wenye mamlaka duniani, ni wote wafuasi wa maibilisi. Nguvu imekuwa kubwa sana kwao. Aina almafar, sasa wapi tukimbilie? Usipate tabu shekhe wangu, ushaambiwa hapa, anayemtegemea Mola, sifa zake hapa duniani zilivyo, hawi mbali na maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Daima yeye anasoma Qur'ani sana, lakini daima yeye anamdhukuru, ana adhkari mara kwa mara. Na ndio maana wewe unatakiwa uswali swala 5, kuna faradhi, kuna sunna, usiku na mchana, kuna adhkari asubuhi, jioni, wakati kulala. Yote haya manake ni hisnul muslim, ni hifadhi na kinga kwako wewe. Anayemtegemea Mungu atayafanya haya. Ama simtegemea Mungu, anategemea kingine ambacho sicho hicho, atapuuza. Sina wasiwasi na afya na nguvu na mali na mamlaka na elimu. Kwa nini? Haina haja. Utakwenda hivyo wewe maskini ya Mungu. Shekhe wangu, elimu yako nothing kama wewe hauko pamoja na Allah. Mali yako nothing kama hauko pamoja na Allah. Kama una cheo na mamlaka, kama hauko pamoja na Allah ni nothing, hamna kitu. Huo ndio kweli. Muislamu lazima aishi hivyo. Kwa alama za mtu anamtegemea Allah, daima na kukaribu na Allah. Ukaribu wako koje? Maneno haya, soma Qur'ani kila wakati. Tena soma na kuzingatia unachokisoma. Lakini dhukuru Mwenyezi Mungu, dhikri sana, lakini muombe sana Allah tabaraka wa taala. Mambo haya yatakupa nguvu wewe. Huyu ibilisi atakosa wewe kukushawishi, kwa sababu una hisnu, una ngome madhubuti wewe.
Lakini kama ukikaa pembeni mazingira kama haya, usimtafute mchawi, wewe mwenyewe ndo mchawi. Sasa ndugu zangu katika imani, aya inayofuata ambayo inasema alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata falamma kutiba alayhim alqitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llah aw ashadda khashya وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. aya hii tupate mafunzo sana Waislamu, tusiwe na papara. Mungu ndo anajua, sisi hatujui. Asa an tuhibu shay'an wa sharrakum wa santakrahu shay'an wa khairu lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamuna. Aya hii watu wengi wanashinda kuifahamu. Utaifahamu unapotaka wewe, likikuta wewe unauifahamu aya hii, hata ukiambiwa uifahamu. Kabisa anasema apendaye haoni huwa ni kipofu, hata akiambiwa bwana wewe sivyo, lakini yeye asikia kwa kuwa akapenda, hasikii, haoni. Mtu wa aina hii Allah yuko kando kabisa. Moyo wako ukimjaza Allah, kila kitu kitakwenda kwa balance, hautoathirika ukashindwa kumtazama Mola eti kwa sababu ya mapenzi ya kitu ulichokipenda wewe. La, ukiambiwa ukaelekezwa utarudi kwa Mola, utakubali. Lakini ikiwa na moyo wako umetawaliwa na Ibilisi, sio Allah, shekhe ndo lugha ya Waswahili, apendaye haoni. Hata ukiambiwa madhara yake atasema mimi ni hapa sisikii, sioni. Anataka lazima ingie. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hilo likubali hilo. Toke huko tuje kwa mjibu wa mnasaba hii aya. Hii aya Waislamu walipoona manyanyaso yamekuwa makubwa sana katika ardhi ya Makkah, wakati wa bado hawajaruhusiwa jihadi, ile faradhi ya jihadi haijaruhusiwa kwao, lakini wananyanyaswa, wanaonewa. Watu wanataka kumkabili mtume wa muombe, bwana tupigane, kama kuna nini tupigane, na wajamaa wanatuonea sana, wanaogopa. Kuna baadhi yao wakatoka wakaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja kumkabili na kumwambia. Katika hao Abdurrahman ibn Auf, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Saad ibn Abi Waqqas na mfano wao. Hawa moja kwa moja walimwendea face to face Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia kwa nini tusipambane, tuko tayari, faradhi ya jadi ije, turuhusiwe kupigana, hawajamwana tuonea, tunyanyasa. Sasa Allah tabarak wa taala, hii aya imeshuka baada ya kufaradhishiwa, lakini sio kwa muda ule uliodai, baadaye tena, na baada ya kufika Madina na wakapata nguvu ndio wakafaradhishiwa. Sasa jihadi ni faradhi. Hapo sasa pakatokezea baadhi yao wakaanza kuwa na maneno, kwa nini tusipeleke mbele kidogo, tuache kidogo sasa, bado. Hao walidai, kundi miongoni mwao wameanza kauli. Pana, hilo ni kosa, sio sahihi. Kwa tunafundishwa maamuzi ya Allah yana hekima kubwa kwetu sisi. Hatupaswi kuwa na papara, wataka jambo litaka kwa nguvu, kwa lazima liwe, likaleta madhara kwako. Na hii tunaambiwa hasa inapotokeza jamii ina viongozi wanasimamia, wanaongoza wao, wakawa wanawaambia, wao wanalazimisha atulieni kwa sababu tofauti na wewe. Sometimes kiongozi anaona kuliko wewe, na ulimchagua kwa sababu ana muono mkubwa na taaluma na uzoefu, kwa hiyo anaweza huyo. Kwa hiyo tuwe wastahimilivu, na madhali kiongozi ameleta kauli hiyo, basi tukubali hivyo, lote kalotokezea dhima huna. Lakini ukimpinga kiongozi ukalazimisha wewe, likiharibika una dhima kubwa mbele ya Mola wewe. Hilo angalizo ni muhimu kufahamu kwa mujibu wa aya hizi. Alam tara ila alladhina qila lahum, je, umeona na kuwatambua? Hii ni lugha ya mshangao. Wale ambao qila lahum, palisema kuambia wao, qila lahum, palisema kuambia wao, kufu aidiakum, zuieni mikono yenu, acheni kupambana. Bado
wa aqimu salata, endeleeni kusimamisha ibada tukufu ya swala, wa atu zakata, na toeni zaka. Imam Suudi katika tafsiri yake anasema hii ndio ilikuwa wakati huo ndio ipo faradhi ilikuwa ya sala na zaka. Kwa endeleeni kufanya mambo ambayo hivi sasa ndio mliofaradhishwa, na hata hija ilikuwa bado. Kwa hivyo endeleeni kudumisha sala na toeni zaka. Falamma kutiba alaihimul qitalu, pale walipofaradhishiwa wao mapambano, idha fariqun minhum, taamaki kundi miongoni mwao, yakhshawna an-nasa, wanaohofia au kuogopa watu, ka khashyati la, kama anavyoogopa Allah, au ashadda khashyatan, au watu hao wanaogopa zaidi kuliko wanavyoogopa Allah tabaraka wa taala. Wamekuwa na hali hiyo. Waqalu, na wakasema, rabbana ya mola wetu, lima katabta alaina alqital, kwa nini ya rabbi umetufaradhisha sisi vita katika muda huu? Waliomba muda ule, lakini wakaakhirishwa mpaka baadaye walipokwenda Madina. Tena baada ya kufaradhishiwa wanarukuja na lugha hii, lima katabta alaina alqital, kwa nini ya rabbi umetufaradhisha sisi vita mapambano? Laula akhartana ila ajalin qarib, laula akhartana, laula ni harfu imtinai lilwujudi, lakini ili ifanye kazi hiyo ina maana nyingi. Miongoni mwa maana hiyo, ili ifanye kazi hiyo lazima kuwe kuna jawabu baadaye, lazima jawabu liwepo. Laula antum lakunna kadha, laula huwa lakuna kadha. Ikiwa hakuna jawabu la laula mbele, laula ya hapo itakuwa kwa maana ya halla, ambayo ina maana tahdhid, kuhimiza jambo. Ndio hii hapa hii, laula akhartana ila ajalin qarib, ya rabbi tunaomba kwa lugha ya kuomba, lakini unataka jambo liwe. Tunaomba ya rabbi utuakhirishie, sio muda huu, tusipigane sasa hivi mpaka muda mdogo baadaye, tupe muda kidogo. Ndio lugha ile tumika, laula akhartana ila ajalin qarib, ya rabbi kwa nini ya rabbi usituachie mpaka muda mdogo kidogo hivi, sio sasa hivi. Qul, Muhammad sema kuwajibu, mata'u dunya qalil, starehe ya dunia, yani muachwe kidogo, mnahofia kufa mkakosa starehe za dunia. Starehe za dunia ni kidogo sana ukikompea na akhira, hamna kitu hapa. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, na akhira ni bora sana kwa yule anayemcha Allah tabaraka wa taala. Wala tudhlamuna fatila, na wala hamtudhulumiwa chochote, hata kama fatila, ule ujuzi uliokuwa ndani ya koko ya tende baada ya kupasuliwa, kile kijuzi kile chembamba kile, basi kile hudhulumiwe, tofatili. Alam ta'lamu ayyuha rasul, hutambue mjumbe wa Allah, sha'ana baadhi ashabika, baadhi mambo ya baadhi ya maswahaba wako, alladhina ambao saalu an yufrada alaihim aljihad, waliomba jihadi kwa ifaradhishwe. Faqila lahum, wakaambiwa wao, imna'u aydiyakum anil qital, zueni mikono kwa mapambano, yani sasa hivi bado msipambane. Wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala na toeni zaka. Wa kana dhalika qabla fardh aljihad, hii ilikuwa kabla jihad kufaradhishwa. Falamma hajaru ila almadina, walipohamia katika mji wa Madina, waswara lilislam man'ah, na Uislamu ukawa na nguvu sasa. Wa furidha alqital, na vita ikafaradhishwa. Shaqqa dhalika la ba'dihim, baadhi yao wakaona tabu na uzito jambo hilo. Fasaru yakhafuna an-nasa, wakawa na wakhofia watu, ka khawfihim min Allah au ashadda, kama na mhofu Mungu au zaidi kuliko na mhofu Allah. Waqalu, wakasema, rabbana ya mola wetu, lima faradta alaina alqital, kwa nini ya rabbi umetufaradhisha vita? Kwa nini umetufaradhisha vita? Halla akhartahu mudatan qaribatan, kwa nini basi Allah usiakhirisha mpaka muda mchache baadaye? Hatta natamatta bidunia, mpaka tustarehe kidogo na ulimwengu wetu. Qul lahum, sema ukiwaambia wao, ayuha rasul, ewe mtume, mata'u dunia mahma balagha, starehe za dunia vyovyote zitakavyofika na kwenda, qalil zail, ni kidogo na zenye kuondoka. Wal akhiratun, ama akhira, khairun liman ittaqa, ni bora kwa anayemcha Allah tabaraka wa taala. Lidawami ma fiya min an-naimi, kwa sababu neema zake zadumu milele. Wala tunqasuna min amalikum salih ayya shay'in, hamtopunguziwa katika matendo mema chochote kila mpunguziwi. Walau kana qadra khayti alladhi fi nawati tamra, hata kama kiwango cha ujuzi ambao upo katika ile koko ya tende, basi hicho pia hamdhulumiwi.
Uzanguni, haya ni maneno ya Allah na huo ni mwongozo Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mbele ndio Allah tabaraka wa ta'ala anatuonesha, jamani, kifo kipo tu, ukiogopa usiogope. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Haka mauti ambayo tafiruna minhu, mnayaogopa, sio mnakimbia. Mauti kipilike, mnayaogopa mauti hayo, mtakutana nayo tu, kisha mtarejeshwa kwa Mola wenu anayejua siri na dhahiri, na mtalipwa katika matendo ambayo mlikuwa mkiyafanya. Kwa hiyo nyinyi mkiogopa kufa, mtakufa. Kwa hivyo kipi bora katika viwili hivi? Kuendelea kufight katika njia ya Allah, nife nipate izza na shahada na kwa Allah niende bila hisabu peponi, au nikimbie jihadi nisipambane kwa ajili ya Allah nikabakia nyumbani nikafa kitandani nikaingia motoni milele? Kipi bora? Tumia akili yako, fikiri, pambana kwa ajili ya Allah, kwa mali yako, nafsi yako, toa wakati wako, pambana kweli kweli. Wallahi kila mmoja ana mchango kwenye jambo hili, ana mchango. Kitu cha wewe kuacha baraza zisizokuwa na maana sasa hivi ukasema nasogea darasa kupata, hii ni sehemu ya mchango katika jihadi. Jihadi si lazima kama topanga kumpiga adui au mashine shoti gani, hii pia ni miongoni mwa jihadi. Kutoka wewe ukasema na kwenda kwa sababu unachopata hapa, nguvu yako inakuwa ni kubwa, nguvu inaongezeka ya umma kuliko kama hujui kitu. Pambana kwa ajili ya Allah, tumombe Allah tupe shahada, tufe kwa ajili yake. Ukifanya hili shekhe, yawezekana ukafa shahidi uko ndani ya kitanda. Tufike hapa inshallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khair.